kwa Watanzania, kwa sisi ambao tu sio Wakristo, na inawezekana pia hata kuna Wakristo ambao hawafahamu Papa ni nani? Papa ni kiongozi wa taifa linaloitwa Vatican. Lakini ni kiongozi wa imani ya Roman Catholic duniani. Kwa hiyo yule ni kama rais akiwa Vatican, taifa dogo kuliko mataifa yote duniani, na lenye idadi ya watu wachache kuliko wote. Taifa la Vatican ile ukubwa wake ni kama viwanja viwili vya taifa kwa Mkapa pale. Yes. Lina square mita 109. Yana maana nyumba yangu mimi kubwa. 109. Not square meter, I mean. Eka 109. Ule uwanja wa taifa ni pamoja na mzunguko wake ni kama eka 50 hivi. Kwa kivipatikana viwili ndio Vatican. Ndio taifa la Vatican. Na wakazi wa Vatican ni wanachezea kwenye 500 mpaka 800 hapo. Hawafiki hata buku. Hawafiki hata 1000. Wanaoana. Wanaoana. Na wanapata watoto Vatican. Kabisa. Wako wafanyakazi mle ndani. Unaongezeka. Kabisa. Mimi toka nimeanza kumsikia Papa. Huyu wangapi huyu? Aina ya uraia wa Vatican una expire. Yaani kwa mfano mtoto akizaliwa mule au akawa katika familia akifikisha miaka 18 anarudi kwenye nchi yake, na kama hana nchi nyingine anapewa uraia wa Italia. Kwa sababu ile taifa la Vatican tunasema liko enclaved, yani liko ndani ya taifa la Italia. Yes, kama Palestina iko ndani ya taifa la Israeli. Unaona? Kwa hiyo moja wapo ya nchi ambazo ziko na hiyo sifa ni Vatican. Ziko chache sana duniani. Okay. Yes. Maisha ya Papa yanapaswa kuwaje? Maisha ya Papa ni yana siri kubwa sana kwanza, na mchakato wake una historia ndefu bila shaka kuliko kiongozi yoyote au jamii yoyote duniani, kwa sababu historia yake haijabadilika kwa kiasi kikubwa kwa zaidi ya miaka 2000 kutoka Papa wa kwanza. Papa wa kwanza ni Petro. Pale Yesu alipomwambia akamwambia wewe ni Petro, alimuita jina la Kefa kwa maana ya jiwe. Alafu akamwambia alipomuita mwamba akasema nitalijenga kanisa langu na yani hakuna ambaye ataweza kulitikisa. Kwa hiyo Papa wa kwanza kihistoria paka leo, huyu Papa wa leo ni wa 226. Papa wa kwanza ambaye alikuwa ni Petro mpaka huyu wa leo ni 226. Kwa hiyo kuna articles zingine zinasema huyu Francis ni wa 266. 266, yes. Yeah. 266. Kwa hiyo tunaenda kumpata wa 267. Yes. Okay. Na sasa hivi tunasema ni kipindi cha sede vacante kwa Kilatini. Yaani wakati ambapo Papa amekufa, wakati tunamsubiri yule mwingine, tunatumia hili neno likiwa na maana kwamba kiti kiwazi kwa wakati huu. Sede vacante. Sede vacante. Kwa hiyo kwa wakati huu kawaida Papa akisha kufa anatakiwa kunakuwa na kipindi cha maombolezo cha siku 9. Alafu baada ya hizo siku 9 kinakaa kikao kinaitwa conclave. Hichi ni kikao ambacho mchakato wake ni wa siri kuliko vikao vyote duniani. Kwa pale kwenye ile conclave wanakaa kina nani umosirini? Wanakaa makardinali ambao ndo wapiga kura wanaomchagua Papa. Hao makardinali wanatoka Vatican pekee au wanatoka katika nchi mbalimbali? Wanatoka dunia nzima. Wanatoka dunia nzima. Siri ni nini sasa? Una siri nyingi. Yaani vitu ambavyo vinatokea kule vinajulikana kwa utaratibu wake, lakini yanayojiri mule ndani ni siri kubwa na hakuna namna yoyote ya kuliki. Yaani taarifa kutoka nje. Kuna sifa za mtu ambaye anaweza kuwa Papa. Na sifa za wao wapiga kura.
kwa sababu makardinali walioko duniani ni takriban 200 hivi, ambao wana sifa za kupiga kura wako 130. Sasa wapiga kura wanatakiwa 120. Kwa hiyo watatrim wale ambao wamekuwa makardinali hivi karibuni, watabakia wale 120 wakongwe. Na wapiga kura watakiwa wao wamezidi umri wa miaka 80. Kwa hiyo wapo makardinali wengi ambao wamezidi miaka 80, wao haruhusiwi kupiga kura. Na mtu ambaye anastahili kuwa papa anaweza kutoka miongoni mwao, lakini kikanuni anaweza akawa mwanaume yoyote ambaye ni Roman Catholic, uladi wa mwanaume na awe ni Roman Catholic na awe amebatizwa. Kwa hiyo kimsingi mtu yoyote tu anaweza kuwa papa. Yeah, na ilitokea hii conclave ilitokea miaka ya 1200 na kitu. Kilichotokea ni kwamba papa alipokufa ilichukua miezi 33 kumpata. Kwa hii conclave inaitwa, manake ni sehemu ambayo wamefungiwa. Yaani kwa tafsiri yake conclave ni sehemu ambayo wamefungiwa. Sasa makardinali wakati huo ilikuwa wamchague papa, lakini wakazingua. Kukawa kuna migogoro mingi, nani atakalia ile siti. Sasa maaskofu pamoja na wananchi wakachukia, walichokifanya wakabomoa paa ya ile sehemu, alafu wakawafungia ili wanyeshewe na mvua, wapigwe na jua, alafu wamchague papa kwa haraka. Kwa hiyo ndo kilichotokea, akachaguliwa papa kwa mara ya kwanza ambaye hakuwa kardinali wala hakuwa askofu. Na alikuwa anatokea Palestina. Mwaka gani? 1267. Sasa kile kitendo cha kuwafungia wale mapapa kwa sababu ya kutokumpata papa kwa miezi 33, ni miaka 2 na miezi 7 hiyo, ndio inaitwa conclave. Kwa hiyo mpaka sasa hivi lile jina limebaki linaitwa vile conclave, kwamba ni waliofungiwa. Kwa hiyo wale makardinali kwa utamaduni ule ulioanza watafungiwa. Na wanafungiwa kwa muda gani? Wanafungiwa baada ya zile siku 9 za maombolezo. Wanapewa takribani wiki moja mpaka wiki 5 mwisho. Yeah. Yaani isizidi wiki 5 na isipungue wiki moja. Inaweza kuwa within wiki moja, lakini isizidi wiki 5. Kwa uzoefu toka yani katika miaka karibuni walikuwa wanachukua takribani siku 5, siku 4 kutokana na ule mchakato. Na kwa sababu hakuna kupiga kampeni wala yani wao wenyewe wanapendekezana. Alafu inapigwa kura. Sasa inapopigwa ile kura, mshindi anatakiwa awe na 2/3. Okay. Ya zile kura. 2/3 ya kura. Yes. 2/3 ya kura. Kama zitapungua, zile kura zinachomwa, zinachanganywa na oili chafu pamoja na matairi, pamoja na chemicals fulani ambazo zinatoa moshi mweusi. Kwa hiyo huku nje wametengeneza ile pipe, imetengenezwa vizuri sana kwa ufundi mkubwa. So ile pipe ikitoa moshi mweusi, maana yake kura zimepigwa na mshindi bado hajapatikana. Zoezi linaanza upya. Kupendekeza na kupiga kura. Pendekeza na kupiga kura. Kwa hiyo huku nje tunapata tu message kwamba kura zimeshapigwa na mshindi hajafikia vile vigezo. Okay. Wanaanza tena. Mpaka atakapopatikana kwa vile vigezo, zinawekwa sasa chemicals kwenye zile kura, zinachomwa, alafu zinatoa moshi mweupe. Maana yake hapo sasa ndio yule amepita, yule mweka hazina wa papa ambaye kwa sasa hivi anajulikana, anatoka anatangaza kwamba kiti sasa kimeshakaliwa, kwamba papa amepatikana.